msalaba. Kwa uzuri kabisa tu kwenye kikundi cha Kwaresima. Njia ya msalaba kituo cha kwanza kinaanzia kule chini, inapandisha hivi mpaka hapa ndio kituo cha 14. Na tabia yake ni ile ile kama ya vituo vya Rozari. Kuna tafakari ya neno la Mungu upande wa kushoto na upande wa kulia Mtakatifu Mkalimeli. Inapoishia hapa kituo cha 14, Yesu anazikwa kaburini. Tunakuja kukuta hili kaburi la Yesu. Kaburi la Yesu limejengwa kwa mtindo wa Kiafrika kama mnavyoona na rangi zake, na hapa nje tunaanza tayari kutafakari maandiko matakatifu kwamba tunaambiwa kwamba walipoenda kaburi walikuta jiwe limeviringishwa na malaika amekaa juu yake. Kwa hiyo huu ndio mlango wa kuingia kwenye kaburi, na ingia kwa kushuka kusudi kwa sababu liko chini. Naam, tunaingia katika kaburi la Yesu kadiri ya njia ya msalaba. Mtazamaji mpendwa, sisi anatuelezea pia huko ndani kilichoko huko ndani kwa vyovyote vile sio mwili wa Yesu. Lakini kuna maandiko matakatifu kama unavyosema, alikuwa amefufuka kama alivyosema, njoni mpatazame mahali alipokuwa amelazwa. Ukifika hapo unakuta tunarejea Injili ya Mathayo sura 28 mstari wa 6, hayuko hapa, amefufuka alivyosema, njoni mpatazame mahali alipokuwa amelazwa. Ndani kuna sanda nyeupe kama tunavyoambiwa na maandiko, ilikuwa imezongozongwa upandeni na Yesu hakuwepo, na malaika ndiye anatoa hiyo ishara ya kuonyesha. Na anaendelea kuuliza huyo malaika, mnamtafuta Yesu Mnazareti aliyesulubiwa, amefufuka, hayuko hapa. Kwa hiyo hii ni tafakari ambapo unapokuja hapa kwenye kaburi, basi unakaa kwa utulivu, unayatafakari hayo maandiko ukiwa kwenye mazingira ambayo yanakupa ile taswira, ile picha akilini na hata kwa kuona kwa macho. Lakini kama tutakavyoona hapo nje ya kaburi kuna picha moja nzuri sana. Picha ya mkutano wa Maria Magdalena na Yesu mfufuka. Hii ni kwangu mimi, kwa upendeleo wangu binafsi, naona kama ndio center ya fumbo hili, kwa sababu inamuonyesha Yesu mfufuka katika matendo, anapomuinua mwanamke, anainua hata hadhi ya mwanamke. Tunaambiwa kwamba siku ya kwanza ya juma Maria Magdalena alienda kupaka mwili wa Yesu mafuta, lakini alipofika kaburini kama tulivyoona akakuta jiwe tayari limeviringishwa na mwili haupo. Akaanza kuchanganyikiwa. Alipopanda juu anataka kuondoka, akaangalia kwenye bustani ndogo, akamwona baba mmoja pale amesimama, akafikiri kwamba mtunza bustani. Akaanza kumuuliza, samahani, wamemuondoa bwana, sijui walipomweka, sijui kama umeona chochote. Yesu anamwangalia kwa tabasamu, anasema Mariamu. Na anashtuka, anagundua kumbe ni Yesu, anasema Raboni, anamwangukia kutaka kumwabudu, na Yesu anamwambia usiniguse kwa sababu sijapaa kwenda kwa Baba. Na Magdalena kutokea kwenye tukio hilo alikuwa ni mtangazaji wa kwanza wa habari njema ya ufufuko. Anasimama badala ya wanawake wote wa nyakati zetu hata za sasa, ambao mazingira mengine yanaonyesha kama wanawake wasio na uwezo, wasioweza, lakini wanawake kwa kitendo hiki Yesu amewapandisha hadhi, akawafanya watangazaji wa kwanza wa Injili ya ufufuko, na kumwambia nenda ukawaambie ndugu zangu watangulie Galilaya na huko wataniona. Naam, mtazamaji mpendwa wa Mfilipi Media, Injili kwa wote. Nimefurahi na kushiba, hakika mafundisho mengi sana. Hebu tuendelee sister, malizie hapa tunapoelekea katika njia ya mwanga. Sister, hapa tumeona kuna njia ya mwanga. Hebu tuelezee hapo kwa kifupi. Hii ni ibada ya kiliturujia katika kanisa Katolika ambayo ni nzuri sana. Kama tunavyojua hamna Pasaka bila Ijumaa Kuu. Kama tulivyoona hapo pembeni, tunamaliza njia ya msalaba, tunafika kaburini, tunaiona Yesu mfufuka na mtokea Maria Magdalena kama mtu wa kwanza aliyeshuhudia hilo fumbo la utukufu wa Mungu mfufuka. Lakini maisha ya Yesu hayaishii hapo. Kama tulivyosema mwanzoni, kifo hakina sauti ya mwisho kwa mwanadamu. Yesu kutokea kwenye kaburi katika ufufuko anaanza maisha mengine ambayo ni maisha ya mwanga. Yesu anapotuambia ninyi ni nuru ya ulimwengu, ninyi ni chumvi, maana yake ni katika kutoka kwenye haya mafumbo ya ukombozi, mateso, kifo na ufufuko wake. Kwa hiyo njia ya mwanga inatafakari maisha ya Yesu Kristo baada ya ufufuko wake. Zile siku 50 za kipindi cha Pasaka, kuanzia alipofufuka akawatokea wanafunzi wake mpaka kuzaliwa kwa kanisa
ambayo ni siku ya Pentekoste. Nipende kusema kwamba hiki kituo chetu cha Mtakatifu Teresa wa Avila kina huu pekee katika vituo vingine, kwa sababu ni kituo ambacho kinaweka bayana hii njia ya mwanga na kutaka kuifundisha kwa watu wa Mungu. Nisijue kama ipo hata sehemu zingine, lakini ukitaka kuipata katika uzuri wake na tafakari ya kina kabisa, tunakukaribisha uje hapa. Tuko kwenye kituo cha kipindi cha Kwaresima, tuko wiki ya pili, lakini itakapoanza tu kipindi cha Pasaka, basi unaweza ukaja hapo ukasali, ukatafakari, ukachota katika chemichemi hii itakayokufanya na wewe ukawe shahidi wa ufufuko wa Kristo.